Salamu zetu za dhati ziwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mpo vizuri kabisa, na tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku yanayoendelea kisiasa na kijamii katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo jana Ijumaa tarehe 23 Januari mwaka 2026 majira ya saa 7, Rais wa Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi alifanya mazungumzo na mwenzake Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron katika ikulu ya Elysee huko jijini Paris. Kwenye agenda yao waliweza kuzungumzia hali mbaya ya usalama na ya kibinadamu inayoendelea katika mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya Ufaransa na Kongo kwa ajili ya amani na utulivu. Kwa mujibu wa serikali ya Paris, Rais Emmanuel Macron amekumbusha uungwaji mkono wa Ufaransa kwa mamlaka na uadilifu wa eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na akaonesha msaada wake kwa juhudi za upatanishi za Marekani na Qatar, pamoja na juhudi za Rais wa Baraza la Jamhuri ya Togo, mpatanishi wa Umoja wa Afrika kwa mashariki mwa Kongo. Rais Macron alisisitiza ya kwamba juhudi zote zinapaswa kwanza kuelekezwa katika kupitishwa kwa usitishaji mapigano wenye ufanisi kwa kudumu na unaoweza kuthibitishwa, huku akakumbusha pia juhudi zinazoendelea za Ufaransa za kuhamasisha jumuiya ya kimataifa ili kukabiliana na dharura ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika eneo zima. Marais wote wawili hao, Macron na Tshisekedi, pia walikumbusha dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano wa pande zote mbili katika miezi ijayo. Na katika sekta ya afya, kwa mujibu wa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu CICR, imeweka wazi ya kwamba upatikanaji wa huduma za afya unaendelea kuwa mbaya zaidi katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asilimia 85 juu ya 100 ama 85% ya vituo vya afya vinavyokosa dawa muhimu, huku karibu asilimia juu ya 140 ama 40% vikikosa sehemu ya wahudumu wao wa afya. Hali hii inahusishwa kwa kiasi kikubwa na ukosefu wa usalama unaoendelea, uhamishaji mkubwa wa watu, pamoja na matatizo ya upatikanaji wa vifaa na dawa. CICR inaonya kuhusu hatari kubwa ya vifo vinavyoweza kuzuilika, hasa miongoni mwa watoto, wanawake wajawazito na watu waliolazimika kuhama makazi yao, endapo hatua za dharura hazitachukuliwa ili kuunga mkono mfumo wa afya katika maeneo haya yenye migogoro. Na tukijielekeza huko Washington nchini Marekani, ambako baraza la bunge lilikuwa likiendelea, na hiyo jana tarehe 23 Januari mwaka 2026, serikali ya Kigali ilikiri rasmi kwa mara ya kwanza kuwa inaendeleza ushirikiano wa kiusalama na M23 ili kuzuia kurejea kwa wahasi na mauaji ya kimbari unaovuka mipaka. Kukiri huku kunavunja msimamo wa kukanusha uliodumishwa na Rwanda kwa miaka mingi kuhusu kuunga mkono kwake harakati hii ya wahasi. Katika ujumbe rasmi aliyouwakilisha kwa bunge la Marekani, Bibi Mathilde Mukantabana, ambaye ni balozi wa Rwanda nchini Marekani, aliweka wazi ya kwamba Rwanda na FCM23 wana nia ya pamoja ya kulinda Watusi nchini Kongo dhidi ya FARDC na milisia nyingine za Kiislamu zinazoungwa mkono na jeshi hilo la FARDC. Eti maslahi ya nchi yake ni zaidi ya hayo tu, huku akisema kuwa maslahi makubwa ya nchi yake ni kuzuia mapinduzi mengine ya kikatili ya mauaji ya kimbari yanayoweza kuvuka mipaka kama ilivyotokea mwishoni mwa miaka ya
1990 ambayo yanaweza kuathiri uwepo wa Rwanda yenyewe. Na akamalizia kwa kusisitiza kuwa hata hivyo angependa pia kufafanua kwamba Rwanda haitafuti kuathiri matokeo ya kisiasa nchini DRC wala kuunga mkono makundi yenye silaha kama mbadala wa utawala jumuishi. Hatua zao zinalenga kikamilifu kulinda wananchi wa Rwanda kwa kuzuia vitisho vya mauaji ya kimbari vinavyovuka mipaka. Hatua za kujilinda za Rwanda zitarekebishwa kulingana na kupungua kwa kiwango cha tishio kama ilivyoainishwa katika ramani ya utekelezaji wa makubaliano ya Washington. Lakini kwa upande wa wanaharakati wengi wa kisiasa nchini Kongo wameonyesha kupendezwa na kufurahia ujumbe huu wa Bibi Mathilde kwa kile kinachosemekana ya kwamba ni ishara ya kuelekea kwenye ukweli, maana ni muda mrefu sasa nchi hiyo ya Kagame ilikuwa inakataa katukatu kuhusika kwa namna moja ama nyingine katika kusapoti wahasi wa M23. Ila kwa hivi sasa mambo yote yako wazi kuwa Rwanda ndio baba halisi na halali wa M23 na mauaji yote na uharibifu wote uliofanywa na wahuni hao uko juu ya kichwa cha Rwanda. Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati swala hili na kulitendea haki ili sheria ifuate mkondo wake. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku. Kwa kuzidi kuhabarika zaidi, baki kwenye channel yetu ili uende kupata mapya yajayo. Tukutane kwa majaliwa.